Njia pekee ya kufanywa upya nia zetu. Njia pekee ya kufanywa upya nia zetu. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, afanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Tunaposoma kwenye Warumi 12 mstari wa pili, andiko yanasema kwamba wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya nia zenu. Mfanywe upya nia zenu. Sasa neno nia Kiingereza kinazungumzia habari ya mind, kwamba be renewed in your mind. Be renewed in your mind. Be renewed in your mind. Kwa nini Paulo alikuwa anawaambia Warumi maneno haya? Ukweli ni kwamba baada ya kuokoka, kama nia yako isipofanywa upya, utaendelea kuishi kama zamani, utaendelea kuwaza kama zamani, unaendelea kutenda kama zamani, na hakutakuwepo na tofauti yoyote ambayo inaonekana kwenye maisha yako. Maisha yako yatakuwa sawa tu na watu wengine ambao hawajaokoka. Mwenendo wako utakuwa sawa tu na watu wengine ambao hawajaokoka. Hakutakuwa na tofauti. Utaendelea kuishi kama zamani, utaendelea kutenda kama zamani, mwenendo wako utakuwa kama zamani. Na wako watu wengi wa aina hiyo, wameokoka kweli, lakini nia zao bado hazijafanywa upya, mind zao bado hazijafanywa upya. Na kwa sababu nia zao hazijafanywa upya, wanaendelea kuishi kama zamani, wanaendelea kuenenda kama zamani. Na hata watu ambao hawajaokoka hawaoni tofauti ya maisha yake kabla ya kuokoka na baada ya kuokoka, kwa sababu aliyokuwa anatenda kabla ya kuokoka ndio anayoyatenda baada ya kuokoka. Hakuna tofauti. Nini kinachopelekea abaki hivi? Kwa sababu nia yake isipofanywa upya. Ni jambo moja kutoka Misri kwenda Kanaani, lakini unapokuwepo Kanaani, nia yako isipobadilika, utaendelea kuishi kama vile uko Misri. Na ndio maana ni vema kujua njia pekee ya kufanywa upya nia zetu. Njia pekee ya kufanywa upya nia zetu. Tunaposoma kwenye Yakobo 1 kwanza mstari wa 22, maandiko yanasema kwamba iweni watendaji wa neno na wala sio wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa mtu ambaye sio mtendaji wa neno anajidanganya nafsi yake. Anajidanganya nafsi yake. Iweni watendaji wa neno. Kwa njia ambayo itaweza kumsaidia mtu yeyote aliyeokoka kufanywa upya nia yake ni kusoma neno na kulifanyia kazi neno. Kama unalisoma neno alafu uliishi neno, kama unalisoma neno alafu ulifanyia kazi neno, uliishi neno, nia yako haitabadilika, ufahamu wako hautabadilika. Na kwa sababu ufahamu wako hautabadilika, nia yako haitabadilika, utaendelea kuishi kama zamani. Maandiko yanasema yoyote ambaye ni msikiaji tu na wala si mtendaji anajidanganya nafsi yake. Hakuna namna ambavyo unaweza kufanywa upya nia yako kama wewe hulisomi neno, kama wewe hulifanyi kazi neno. Haitoshi kulisoma neno. Kinachotakiwa ni kusoma neno na kulitenda neno, kusoma neno na kuliishi neno. Kama ukiishia kusoma tu alafu na kuliacha bila kulifanyia kazi, bila kuliishi hili neno, nia yako haitaweza kubadilika. Your mind cannot be renewed. Na kwa sababu nia yako isipofanywa upya, utaendelea kuishi kama zamani, utaendelea kutenda kama zamani. Hakuna kitakachobadilika kwenye maisha yako. Utaishi maisha ya kushindwa siku zote kama ulivyokuwa unashindwa kabla ya kuokoka. Utaenenda kama ulivyokuwa unaenenda kabla ya kuokoka, kwa sababu nia yako haijafanywa upya.
Na ndio maana baada ya kuokoka lazima uwekeze kwenye kujifunza neno la Mungu, na sio kujifunza, dhamiria kuliishi neno la Mungu, dhamiria kulitenda neno, dhamiria kulitenda neno. Yakobo anasema kwamba yoyote ambaye analisikia neno alafu alitendee kazi, hamdanganyi mtu, anajidanganya mwenyewe. Anasema iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Hakuna unayemdanganya. Kama wewe ni mtu wa kusikia neno alafu na kuliacha hapo hapo, hakuna unamdanganya, unajidanganya nafsi yako. Na nia yako, ufahamu wako hautafanywa upya. Utaendelea kuwaza kama zamani, utaendelea kuenenda kama zamani, utaendelea kufanya mambo kama zamani. Watu waliokuwa na kufahamu awali, baada ya kuokoka watakuona ni yule, watakuona ni yule, kwa sababu wanayoyatenda ndio unayotenda, ndio unayotenda. Kuongea kwako hakutabadilika, kwa sababu hakuna kitu chochote kile kilichobadilika kwenye nia yako, kwenye mind yako, kwenye mind yako. Kwa njia pekee ya kufanywa upya nia zetu ni kulisoma neno na kutendea kazi neno, kutendea kazi neno au kulifanyia kazi neno. Ukiwa msikiaji tu, nia yako haitafanywa upya, na kwa sababu nia yako haitafanywa upya, utaendelea kuishi kama zamani. Utakuwa na jina la mtu aliyeokoka lakini unaishi kama mpagani. Utakuwa na jina la mtu aliyeokoka lakini unaishi kama mtu wa mataifa, mtu ambaye hamjui Mungu. Tofauti yako na yule ambaye hajaokoka haitakuwepo, mtakuwa sawa tu, mtakuwa sawa tu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya, na Mungu akupe neema ya kulisoma neno na kuliishi neno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau subscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza comment katika jina la Yesu. Amen.